Asante kwa sababu ya ishara, neema, nguvu na miujiza ambayo Bwana Yesu inakwenda kufunuka kwa ajili yake. Ubarikiwe Yesu na utukuzwe, kwa sababu wewe ni mwema, ni mtakatifu na ni mwaminifu kila siku, kila saa na kila wakati. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya yale ambayo Mungu anakwenda kutufundisha. Naamini ya kwamba liko jambo zuri ambalo Bwana unakwenda kufundisha na unakwenda kusema na watu wako. Tukuzwe na ubarikiwe kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya nguvu ya jina lako, nguvu ya neno lako, nguvu ya damu yako na nguvu ya ishara na maajabu unayoyafanya. Naamini siku ya leo una maajabu na ishara nyingi unakwenda kufanya kwa msikilizaji wangu anayenisikiliza popote pale alipo, na ya kwamba Bwana unakwenda kututumia, na ya kwamba Bwana unakwenda kufanya katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba hayo katika jina la Yesu. Amen, amen and amen. Haleluya, haleluya. Msikilizaji popote pale ulipo, majina yangu ni Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center Church. Kwa neema ya Bwana tumepata kibali tena siku ya leo kuwa mahali hapa. Kama ilivyo ada, tunakutana kila Ijumaa, na kwa neema ya Mungu pia Jumapili mida na masaa kama haya. Leo Bwana ametupatia neema na kibali kwa maelekezo ya kimungu ambayo niliyapata kutoka kwa Roho Mtakatifu. Kuna jambo ambalo Mungu anataka kusema na maisha ya watu wa Mungu siku ya leo. Kuna jambo ambalo Mungu anataka kusema na watu wake, na kwa neema ya Bwana siku ya leo Bwana atasema na wewe, Bwana atakufundisha na Bwana atakuhekimisha. Kwa sababu hiyo, wacha nikutambulishe somo hili ambalo tutakuwa nalo kwa mfululizo wa muda wa wiki kadhaa. Tutakuwa tukijifunza somo hili, lakini pia kanisani katika madhabahu ya Bwana tutakuwa tukifundisha pia somo hili kwa kina. Lakini pia katika mitandao yetu ya kijamii ambako ni YouTube, ukiandika Evangelist Emmanuel Panuel utakutana na sisi pale. Pia pale utakutana na mfululizo wa masomo haya. Lakini pia katika mitandao mingine ya kijamii, mtandao wa Instagram, mtandao wa Facebook na TikTok, ukiandika Evangelist Emmanuel Panuel, kwa neema ya Bwana, Bwana atakufundisha na utapata hekima na maarifa ya kiungu kabisa. Bwana amenipatia neema na Bwana amenipatia agizo la kufundisha kuhusu kibali cha kiungu. Kibali cha kiungu, kibali cha kiungu, kibali cha kiungu. Kwa hiyo siku ya leo nitasema na wewe juu ya kibali cha kiungu. Nitakufundisha juu ya kibali cha kiungu. Na kwa neema ya Bwana nilianza jana. Masomo haya yanapatikana YouTube. Ukiandika Evangelist Emmanuel Panuel au ukiandika Shiloh Prayer Center Church, utapata masomo hayo. Na siku ya leo ninaendelea ikiwa ni sehemu ya pili, lakini itakuwa ni vizuri zaidi kama tukipata introduction kidogo kwa wale ambao hawakuweza kusikia somo hili jana katika mitandao. Kwa hiyo tukipata introduction kidogo itakuwa ni vizuri zaidi kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu wetu. Nilifundisha kuhusu kibali siku ya jana. Nilifundisha kuhusu kibali, na si kibali tu kinaitwa kibali cha kiungu. Nilifundisha juu ya kibali cha kiungu na nikaelezea namna gani kibali ambavyo kinaweza kikawasaidia watu. Haleluya. Na nikaelezea namna gani ambavyo kibali kinaweza kikawasaidia watu. Kwa hiyo popote pale ulipo, nataka ukae na usikilize Yesu Kristo na akupe kibali kwa jina la Yesu. Yesu wetu na akupe kibali kwa jina la Yesu. Nasema Yesu Kristo akupe kibali kwa jina la Yesu. Katika maisha hakuna kitu kibaya kama kukosa kibali. Hakuna kitu cha hatari duniani kama kukosa kibali, kwa sababu ukikosa kibali umekosa maisha. Hakuna kitu kibaya kama kukosa kibali, kwa sababu ukikosa kibali umekosa maisha. Kibali chako kikiwa kimeibiwa, umeibiwa maisha. Ukiibiwa kibali, umeibiwa maisha. Mwanadamu yoyote yule huwa anaishi na anapenda kukubalika. Saa yoyote kibali chako kikiibiwa, kuna mambo kwenye maisha yako utaona ni kama yaendi. Kuna ndoa ambazo adui amezinyang'anya kibali.
Kuna ndoa zimeharibika sio kwa sababu walikuwa ni watu wasiokuwa na ndoa, wasioelewa kuhusu ndoa, na inawezekana sio kwa sababu ya makosa ya kujua kuhusu ndoa, sio kwa sababu hawakufundishwa, sio kwa sababu hawakuelekezwa kuhusu ndoa, lakini kuna watu ndoa zao zimeharibika ni kwa sababu shetani, adui, ameiba kibali. Ni kwa sababu adui ameiba kibali. Kuna watu ndoa zao zimeharibika kwa sababu adui ameiba kibali. Kuna watu biashara zao zimeharibika kwa sababu shetani ameiba kibali. Kama shetani akinyang'anya kibali biashara yako haiwezi kupata wateja. Kuna watu hata kama bidhaa zao sio nzuri, lakini utarealize kwamba wateja wanaenda na wakatiki na hawaishi. Lakini ukiangalia bidhaa zao na bidhaa zako, unaona kama vile bidhaa zako zina quality kuliko bidhaa zao. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, yoyote uliyeibiwa kibali, Bwana arejeshe kibali siku ya leo. Waliochukua kibali chako, Yesu Kristo arejeshe kibali chako siku ya leo. Walioiba kibali chako, Yesu wetu arejeshe kibali chako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yesu arejeshe kibali, Yesu arudishe kibali chako, na kutangazia kibali chako kirejee, na kutangazia kibali chako kirejee, na kutangazia kibali chako kirejee katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Nataka nikwambie ya kwamba kibali huwa kinafanya mambo kuwa mepesi na kwenda kwa wepesi na kwenda kwa kasi. Ukinyang'anywa kibali, umenyang'anywa mwendo. Ukinyang'anywa kibali, umenyang'anywa hatua. Kuna watu tangu wameanza biashara hakuna hatua. Changamoto ni kunyang'anywa. Watu hao wamenyang'anywa kibali. Kuna watu tangu wameanza kutafuta kazi hawana hatua wala hakuna matokeo. Changamoto ni kunyang'anywa kibali. Ukinyang'anywa kibali, umenyang'anywa hatua. Ukinyang'anywa kibali, umenyang'anywa mwendo. Ukinyang'anywa kibali, umenyang'anywa maisha. Nami katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, narejesha kibali kilicholiwa na madumadu, kilicholiwa na palale, kilicholiwa na nzige, kilicholiwa na tunutu, kilicholiwa na wadudu, kilichoibiwa na shetani, kirejeshwe mara 7 katika jina la Yesu. Nasema kirejeshwe mara 7 katika jina la Yesu. Nasema kirejeshwe mara 7 katika jina la Yesu. Nasema kirejeshwe mara 7 katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Labda naongea na mtumishi wa Mungu hapa anahubiri injili, labda naongea na mwalimu, au naongea na mchungaji, au kuna mwinjilisi anasikia injili hii, au kuna mwimbaji anasikiliza injili hii, au kuna mtu yeyote ambaye anamtumikia Mungu anasikiliza injili hii. Nataka nikwambie huduma inawezekana kwenda kwa wepesi ikiwa kibali cha Mungu kipo. Kibali cha Mungu kikinyang'anywa, mambo yanakuwa magumu, lakini kibali cha Mungu kifunuliwa, mambo lazima yanakuwa mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikufundishe, lakini Yesu wetu akusaidie kurejesha kibali. Hata kuhusu habari za Yesu wakati anahubiri injili, kitu kilichomsaidia, alikuwa amefunikwa na kibali cha Mungu. Ukisoma kitabu cha Luka sura ile ya 2 na mstari ule wa 52, maandiko yanasema namna gani? Maandiko yanasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Ukisoma tafsiri ya Biblia ya Kiswahili kipya inasema, na Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akipata kibali kwa Mungu na wanadamu. Kwa hiyo unaweza ukaona hata Yesu kilichofanya akaendelea katika hekima na kimo, alipata kibali kwa Mungu na wanadamu. Na kutangazia upate kibali kama alichokuwa nacho Yesu Kristo. Na kutangazia Bwana akupe kibali kwa jina la Yesu. Na kutangazia Bwana akupe kibali kwa jina la Yesu. Unaweza ukaona mambo yako yanakuwa ni magumu, changamoto ni kwamba hauna kibali. Unaweza ukaona biashara zako haziendi, changamoto ni kwamba hauna kibali. Juzi siku ya kwa neema ya Mungu tupo kwenye maombi ya siku 40 na leo ni siku ya 36. Popote pale ulipompigia Yesu makofi. Ilipofika siku ile ya 34 ya maombi, nikasikia Yesu ananiambia, bado hujafundisha nilichotaka uwafundishe watu wangu. Nikajiuliza nikasema, Yesu, sijafundisha namna gani? Mbona kila siku nipo nahubiri kanisani? Mbona kanisani nahubiri? Mbona mitandaoni nahubiri? Mbona redioni nahubiri? Bwana akaniambia, nataka ulifundishe kanisa na ninataka waambie watu wangu kuhusu kibali, kwa sababu wakikamatwa kwenye eneo la kibali, maisha yao yamekamatwa. Ilikuwa ni siku ya 34 ya maombi. Kitu kile nilifanya, nikaandika ujumbe, nikawapatia watu wa Mungu,
Nikamwambia tunaenda kuomba kwa ajili ya kibali, kama vile Yesu alivyokubalika na watu wa Mungu wakubaliki. Na kwenye mafundisho haya nitakapokuwa nikifundisha kibali, tutakuwa tunashirikishana kwenye maombi kuhusu kibali. Watu wengine wanaona masomo yao hayaendi, changamoto ni kwamba shetani amebeba vibali vyao. Watu wengine wanatafuta kazi, hawapati kazi, shetani amebeba vibali vyao. Nataka nikwambie Yesu, ili Mungu akusaidie, lazima Mungu atafute namna akusaidie kupitia kibali ulichonacho. Nisikilize, maisha yako yanaakisi kibali ulichobeba. Maisha yako yanaakisi kibali ulichobeba. Ukitaka kujua kibali chako kiko namna gani, unatakiwa kuangalia maisha yako yako namna gani. Kwa hiyo hauwezi kwenda mbali zaidi ya kibali ulichonacho. Hauwezi kufika mbali zaidi ya kibali ulichobeba. Hauwezi kupiga hatua zaidi ya kibali ulichonacho. Lakini kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, Yesu afunue kibali chake kwako. Nasema Yesu afunue kibali chake kwako. Nasema Yesu afunue kibali chake kwako. Bwana Yesu afunue kibali chake kwako. Mungu wa mbinguni afunue kibali chake kwako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hebu tusome kitabu kile cha Zaburi sura ya 5 na mstari wa 12. Maandiko yanasema, kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia kibali kama ngao. My God, my Father. Soma tafsiri inasema, Zaburi 5:12 nasema, kwa maana wewe utambariki mwenye haki, Bwana utamzungushia kibali kama ngao. Kuna saa kibali kinasimama kama ngao. Kuna mahali utakiwa kwenda, usingeweza kwenda mwenyewe, kibali chako kitakusaidia kwenda. Kuna hatua za biashara ambazo usingeweza kufika peke yako, kibali chako kitakusaidia kufika. Nisikilize unaponisikiliza popote pale ulipo, Yesu Kristo afunue kibali chake kwako, kwa sababu bila kibali kuna malango hautaingia, kuna hatua hautafika. Wanapenda kufundisha. Kuna mtu mmoja siku ya Jumapili tulipokuwa kwenye kipindi hapa, alituma message akasema, sijui alipiga simu akasema, tumishi wa Mungu, naomba Mungu anipe pesa. Tutakuombea kupata pesa, lakini ili kupata pesa haitegemei maombi tu. Nisikilize nikwambie, maombi ni kanuni ya kiroho, lakini maombi sio substitute ya kanuni zingine za kiroho. Sijui kama umenielewa pale ulipo, na kama umenielewa hata kama uko nyumbani ushangilia amina. Maombi ni kanuni ya kiroho, lakini maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Kwa hiyo tutakuombea kupata pesa, tutakuombea upate pesa, lakini maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Tutakuombea upate uchumi mzuri, lakini maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Ili ufanikiwe utoke hapo ulipo kwenye hali ya uchumi, kuna vitu unahitaji kuwa navyo vya kiroho. Na kwa neema ya Bwana nitakufundisha vyote, mfuatiliaji wa kipindi hiki kwenye redio hii. Kwa neema ya Bwana nitakufundisha vyote, kwa sababu maandiko yanasema, mwenye haki na mwenye akili alitafuta hekima na akatafuta maarifa, na maisha yake yakabadilika. Kwa sababu ili maisha yako yabadilike unahitaji maarifa. Nisikilize, kuna kitu haujui, ndio maana mpaka sasa uko hivyo. Kuna fahamu fulani hauna, ndio maana mpaka leo uko hivyo. Kuna maarifa fulani hujapata, ndio maana mpaka sasa uko hivyo. Lakini kuna maarifa ya Mungu yakiingia ndani yako. Kitu kizuri ninachokipenda kuhusu Yesu, ninachokipenda kuhusu Biblia, Biblia inatufunulia vitu vya rohoni, na inatufunulia vitu vya rohoni ambavyo vinafanya kazi hata kwenye mwili. Rabo janto robokoria. Kuna mtu anielewi hapa. Nisikilize, hata nikupe mfano wa mtu mmoja, alikuwa anaitwa Petro. Petro alikuwa ni mtu anafanya kazi ya uvuvi. Ukisoma Biblia utagundua Petro alikuwa anafanya uvuvi, lakini alikuwa na watu nyuma yake ambao wako chini yake, wameajiriwa kwenye kampuni yake ya uvuvi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuweko watu wengi wameajiriwa wanafanya kazi naye za uvuvi. Siku moja Yesu akutana na Petro akamwambia twende. Petro akamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Kama wewe ambavyo tangu asubuhi umeshinda unafanya kazi, kama ambavyo miaka mingi unafanya kazi na uone matokeo. Wakamwambia, bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha hata tusipate kitu, lakini kwa neno lako tunashusha nyavu. Yesu akasema sawa, twende. Wakaenda kwa imani, wakashusha nyavu kilindini. Akamwambia, tuwekeni mpaka kilindini mkapate samaki. Wakatuweka nyavu mpaka kilindini, wakapata samaki mpaka wakawa wanawaita majirani zao, akina Petro, akina Yohana, akina Yakobo wawasaidie, maana mtumbwi umejaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtumbwi umejaa. Baada ya hapo Yesu akamwambia, nifuate nami nitakufanya kuwa mvuvi wa watu.
Ina maana Yesu alimkuta Petro anafanya maisha yake, hakumkuta Petro yupo tu idle, hakumkuta Petro anatembea mitaani, alimkuta Petro kazini kwake. Akamtoa kazini kwake Petro, akampeleka kwenye utume na kuhubiri Injili. Lakini saa ikafika Petro akatafakari maisha yake, akamuuliza Yesu, tumekufuata wewe, tutapata nini? Tumekufuata wewe, tutapata nini? Yesu akamjibu Petro akamwambia, duniani mtapata mara 100 na zaidi uzima wa milele. Sasa anaposema mara 100 duniani, anamaanisha maisha mazuri mara 100, anamaanisha uchumi mzuri mara 100, anamaanisha ndoa nzuri mara 100, anamaanisha kazi nzuri mara 100, anamaanisha kipato kizuri mara 100, anamaanisha huduma nzuri mara 100, anamaanisha maisha mazuri mara 100. Nami nakutangazia kwa jina la Yesu, upate mara 100 duniani na zaidi upate uzima wa milele. Nisikilize jambo lingine, nasikia Roho Mtakatifu ananikumbusha hapa, nikusisitize. Roho Mtakatifu ananikumbusha nikusisitize na nikuambie kitu kimoja. Ananiambia nikuambie, people are raised by God through people. Watu wanainuliwa na Mungu kupitia watu. Watu wanabarikiwa na Mungu kupitia watu. Watu wananeemeshwa kupitia watu wengine. Watu wanainuliwa kupitia watu wengine. Na kutangazia Bwana akupe kibali, na Mungu akutanishe na watu sahihi watakaosaidia hatima yako. Bwana akutanishe na destiny helpers watakaosaidia kesho yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akutanishe na destiny helpers watakaosaidia hatima yako. Bwana akutanishe na wasaidizi wa hatima watakaokusaidia kwenye hiyo biashara yako, watakao kusaidia kwenye ile kalia yako. Ni kweli umesoma lakini hujapata na hujakutana na destiny helpers. Bwana akutanishe na destiny helpers, wasaidizi wa hatima watakao taja jina lako mahali ambapo pana manufaa. Bwana akutanishe na watakao taja jina lako mahali penye faida. Oh my God, my God, nasikia kitu kimoja Yesu ananiambia hapa, nasikia Roho Mtakatifu ananiambia kitu kimoja. Roho Mtakatifu ananiambia kuna kitu kinahitajika ili ufanikiwe zaidi. Nimekwambia kufanikiwa kuna kanuni za kufanikiwa, na nitakufundisha kanuni nyingi kwa neema ya Bwana wakati kwa muda ambao tutakuwa mahali hapa kwenye redio hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ananikumbusha jambo moja hapa. Mungu ananikumbusha kwamba pamoja na kwamba watu wanabarikiwa kupitia watu, unatakiwa kuwatunza watu ili ubarikiwe kupitia hao. Tunza nafasi ya kuaminiwa ambayo Mungu amekupa. Tunza nafasi ya kuaminiwa ambayo Mungu amekupa. Tunza nafasi ya kuaminiwa ambayo Mungu amekupa. Kwa hiyo rafiki yangu, kibali chako kikiibiwa, maisha yako yameibiwa. Kibali chako kikiibiwa, kesho yako imeibiwa. Kibali chako kikiibiwa, hatima yako imeibiwa. Kibali chako kikiibiwa, utashangaa unafanya vitu na havionekani vizuri. Unaweza ukavaa na usipendeze, sio kwa sababu haujapendeza, ila ni kwa sababu hauna kibali. Unaweza ukafanya biashara na usipate wateja, sio kwa sababu haujui biashara au wewe sio mkarimu, haujui kukaribisha wateja, sababu ni kwamba hauna kibali. Unaweza ukafanya vitu vyako na vikaonekana havionekani. Unaweza ukafanya vizuri na ukalaumiwa. Umefanya vizuri lakini bado ukalaumiwa. Changamoto sio kwa sababu wewe ni mbaya. Changamoto sio kwa sababu wewe haujui hauna ufahamu. Changamoto sio kwa sababu hauna akili, lakini changamoto ikawa kwa sababu tu hauna kibali. Lakini zipo rehema na huruma za Mungu, zina nguvu ya kurudisha kibali kilichoibiwa. Zina nguvu ya kurudisha kibali kilichoibiwa. Zina nguvu ya kurudisha kibali kilichoibiwa. Msikilizaji wangu, kibali chako kikirejea, utaona Mungu anakupatanisha hata na maadui zako. Tukisoma kitabu kile cha Methali sura ile ya 16 na mstari ule wa 7, maandiko yanasema, kitabu cha Methali sura ya 16. Haleluya, haleluya, wherever you are. Wacha tufunue hii kitabu cha Methali sura ile ya 16 na mstari ule wa 7. Popote pale ulipo, una Biblia yako, unaweza ukafunua kitabu cha Methali, sura ile ya 16 na mstari ule wa 7. Rabodia mahanto roboshika leti ya mahanto. Oh, Yesu ni mzuri. Kitabu cha Methali sura ya 16 na mstari ule wa 7. Maandiko yanasema njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Rehema za Mungu na Mungu akikusaidia, anaweza akakupatanisha hata na adui zako. Anakupatanisha hata na waliokuchukia. Anakupatanisha hata na wasiokupenda. Anakupatanisha hata na wale waliokukataa. Unaona kuna wateja walikuwa wameondoka, hawaji kwenye biashara yako.
lakini njia zako zikimpendeza Bwana, Bwana anakupatanisha mpaka na adui zako. Natangaza kibali cha Bwana kifunuliwe kwako kwa jina la Yesu. Kibali cha Bwana kifunuliwe kwako kwa jina la Yesu. Kibali cha Bwana kifunuliwe kwako kwa jina la Yesu. Kibali cha Bwana kifunuliwe kwako siku ya leo. Kibali cha Bwana kifunuliwe kwako, kifunuliwe kwako, kifunuliwe kwako, kifunuliwe kwako, kifunuliwe kwako. Kibali cha Bwana kifunuliwe kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, kibali cha Bwana kifunuliwe kwako. Mimi kuona mtu anahangaika kwenye ndoa yake, kumbe kuhangaika kwake ni kwa sababu kibali chake kimeibiwa. Ni kwa sababu kibali chake kimeibiwa. Haleluya, haleluya. Na mtu anateseka ni kwa sababu kibali chake kimeibiwa. Nisikilize, kibali kikiibiwa huko kwenye ndoa, umeolewa ama umeoa, hata kama ukifanya nini kizuri kwa mwenza wako, ataona kibaya. Kiuhalisia na kwa kweli kabisa, maisha yako yanaakisi kibali ulichonacho. That it is. Maisha yako yanaakisi kibali ulichonacho. Maisha yako yanaakisi kibali ulichonacho. Maisha yako yanaakisi kibali ulichonacho. Kuna saa hata kupona utapona kwa sababu kibali cha Mungu kimefunuliwa kwako. Mungu akifunua kibali kwako, vitu vyako vitabaki kuwa hai. Kitabu cha Mwanzo sura ya 47 mstari wa 25, maandiko yanasema, wakasema, umetulinda hai na tuone kibali machoni pa Bwana wetu, nasi tutakuwa. Haleluya. Kwa hiyo unaweza kugundua, nataka tusome kitabu nyingine ya Waamuzi sura ya 6 na mstari wa 17 na mstari ule wa 17. Na hapa Mungu Roho Mtakatifu ananiambia siri moja. Ananiambia kuna wakati ili uoneshe pia ishara za Mungu, lazima kifunuliwe kibali kwako. Nasema shetani asikufunikie kibali chako kwa jina la Yesu. Kibali chako kifunuliwe. Kitabu kile cha Waamuzi 6:17 ndiko nasema, naye akamwambia, kama nipata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara, kwa kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Unionyeshe ishara ya kuwa ndio wewe unayesema nami. Nami nakutangazia Bwana akuoneshe kibali na akuoneshe ishara ya kwamba ni yeye anayesema na wewe kwenye redio hiyo. Bwana afunue kibali kwako na akuoneshe ishara ya kwamba ni yeye anayesema nawe kupitia redio hii. Maandiko yanasema kitabu cha Waamuzi mstari wa sura ya 6 na mstari wa 17. Huyu ni maneno ya Gideoni, anamwambia Mungu, anasema naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi nionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, kama Bwana akufunulie kibali na kuonesha ishara. Popote pale ulipo unaumwa, Bwana afunue kibali na kuonesha ishara. Ladia mazota hida mahanto robokoria, katika jina la Yesu Kristo hai. Msikilizaji wangu, tumekuwa na wakati mchache wa kujifunza, lakini masomo haya yanapatikana kwa urefu na kwa ufanuzi mkubwa na maandiko mengi katika YouTube yetu. Unaandika Evangelist Emmanuel Panuel, ukiingia pale utakutana na masomo mengi mbalimbali. Utaona mafundisho, nyimbo za kumsifu Mungu na kumabudu, watu wanapofunguliwa, utaona watu wanapoponywa, na utakutana na shuhuda nyingi. Pendwa uliyenisikiliza, majina yangu naitwa Evangelist and Apostle Emmanuel Panuel wa madhabahu ya Shiloh Prayer Center and Church. Kwa neema ya Bwana ametuleta mahali hapa tena siku ya leo, na ninatamani Yesu Kristo akuhudumie kwa namna kubwa, namna ya pekee na namna tofauti. Lakini nilikwambia madhabahu ya Mungu ina nguvu ya kurejesha chochote kile, na nataka pia nikwambie kwamba madhabahu ya Bwana na madhabahu ya Mungu ina nguvu ya kurudisha hata kibali kilichoibiwa. Madhabahu ya Mungu ina nguvu ya kurudisha hata kibali kilichoibiwa na shetani. Madhabahu ya Mungu ina nguvu ya kurudisha hata kibali kilichoibiwa na adui. Na madhabahu ya Bwana ina nguvu ya kurudisha kibali kilichoibiwa na adui. Madhabahu ya Bwana, kanisa la Shiloh Prayer Center Church, madhabahu ni pa Bwana. Kanisa letu lipo mtaa wa Maina, jirani kabisa na shule ya Alliance Girls. Maina jirani na shule ya Alliance Girls. Kwa mtu unayetokea mjini, utapanda daladala zinazokwenda Kisesa, na utapanda daladala zinazokwenda Kisesa, na utashukia kituo cha Buzuluga. Shuka Buzuluga, ukifika
Uzuluga, uliza bajaji zinazokwenda Maina. Utashuka kituo cha Alliance. Ukifika hapo ni jirani na Alliance Girls. Alliance Girls shule ya sekondari ya wasichana ya Alliance. Na ukifika unaweza ukapiga simu zifuatazo, utapata maelekezo ya kufika mpaka madhabahuni pa Bwana. Utapiga simu namba 06 18 67 12 73. Namba hiyo ni namba ya huduma na utahudumiwa wakati wowote, majira yoyote na masaa yoyote yale utakayopiga simu. Kwa sababu ni namba ya huduma, utahudumiwa wakati wowote ule kwa sababu ni namba ya huduma. 06 18 67 12 73. Lakini pia namba hizo unaweza ukaanza kutuma meseji hapa redioni na tukashirikiana meseji hizo. Nitaruhusu simu kwa muda baadaye, lakini nataka tusikilize ushuhuda huu. Ushuhuda huu ni matendo makuu ya Mungu ambayo Mungu alitenda kupitia madhabahu ya Bwana katika kanisa la Shiloh Prayer Center Church, na ni ushuhuda unaojenga na ni ushuhuda unaotia moyo. Tumeshasikiliza shuhuda nyingi sana tangu tumekuja hapa, tumeshasikiliza shuhuda nyingi sana, na kila siku kuna ushuhuda mwingine unaosikia. Nataka nikwambie, funga safari. Uko Ukelewe, uko Sengerema, uko Magu, uko Misungwi, uko Nyanshana, uko Nirona. Mtu mmoja amenitumia message ananiambia, baba uje Ndofe kuna wachawi. Uko Ndofe, sijui iko wapi hiyo Ndofe. Uko sijui ni Kisesa wapi. Funga safari, piga simu au tuma message kwenye namba hii, sema nataka kufika kwenye madhabahu ya Bwana. Fika kwenye madhabahu ya Bwana, utakutana na nguvu za Mungu na utakutana na muujiza wako. Wacha tusikilize ushuhuda huu, alafu tutaenda kupokea simu. Haleluya. Mimi namshukuru Mungu kwa madhabahu hii ya Shiloh. Nilipata shida, nikawa siwezi kusimama, nikawa na wasumbua familia yangu, lazima miguu yangu ipigwe ngumi sana kwenye visigino, kawa inaniuma sana, sio kawaida. Siku moja nikaamka nikamwambia baba mume wangu kwamba siku yote mkikuta kama nimeondoka nimetangulia kwa Bwana, msishangae maana ninaumwa sana. Nilikuwa nikiamka asubuhi na kamata kuta tembea kutoka nje mpaka nikae kama nusu saa. Basi kapelekea hivyo, nikila kitu chochote nasikia kama roho inataka kutoka. Yaani nikila tu kidogo asubuhi siwezi kula mpaka labda saa 6 au saa 7 nini. Lakini baadaye nikasema niende hospitali. Nikaenda hospitali, wakanipima vipimo vyote, baadaye wakanifanyia scan ya mwili mzima. Wakaniambia, daktari akaniambia inaonekana ulipata ajali kubwa. Nikasema sijawahi kupata ajali. Akasema hapana, kwa hali ulionayo ni mbaya sana, hii ilikuwa ni ajali mbaya. Basi nikajisikia kupata tamaa kweli, nilianza kulia sana, lakini moyoni mwangu nikajikumbusha kwamba yuko Mungu wa madhabahu ya Shiloh anaweza kuniponya. Basi daktari akaendelea na mimi. Baadaye aliniambia tiba ya kwanza wanipe mkanda. Kwa hiyo nilinunua mkanda 40,000, nikafunga ule mkanda, na baadaye nikapewa dawa za kuja kuendelea. Nikapewa mwezi mmoja. Baada ya mwezi mmoja nirudi kufanya kipimo tena, skani nyingine, kuangalia kama bado kuna shida. Basi nilipokuja nikamwona mtumishi, nikamwambia, kwanza nilipigia simu akaja huko nilipokuwa, ni hospitali moja inaitwa Kamanga. Alipofika pale akasema, muamini Mungu, kama unamwamini Mungu tuondoke. Nikamwambia naomba tunifanye kama daktari alivyoniambia. Akasema fanya ili ilishe. Basi akaninunulia mkanda, nikarudi nyumbani. Tulipofika nyumbani kanifanyia maombi na akaniambia acha kufunga huo mkanda, mwambie Mungu umepona. Mpaka leo sifungi mkanda na nitakuja kuleta mkanda kwa ushuhuda. Nashukuru Mungu kwa hilo. Nashukuru Mungu sana sana. Amen. Tumpe Yesu makofi, tuna vigelegele. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Wewe unatazama popote pale,
Yesu akuguse na wewe popote pale ulipo, alete uponyaji kwako. Amen. Uponyaji kwako. Asikwako tu kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Shuhuda hizi ni kweli kama ulivyosikia kwenye ushuhuda huu. Mama huyu aliambiwa pingili za mgongo zimeachana, hazijashikana. Akafanywa skani ya mwili mzima, akaogopa, akalia. Anasema alikuwa hawezi hata kusimama, lakini nikamwambia kama unaamini Mungu twende. Akasema baba, acha nimalize. Tukamaliza, nikaenda tena nikamwambia kama unaamini Mungu, acha huu mkanda, weka pembeni, Yesu amekuponya. Na anasema tangu siku hiyo hajawahi kuvaa, na amepona na ni mzima na ana afya. Na ninavyokuambia yuko madhabahuni, yupo kanisani, ni mzima na anasifu Mungu, analuka kama kawaida. Yesu huyo ni mzuri, Yesu ni mwema, Yesu ni mwaminifu. Popote pale unaposikia shuhuda hizi ni kweli. Na tumekuwa tukiweka shuhuda nyingi mbalimbali kutoka madhabahuni na kutoka kanisani. Unasikia kila siku shuhuda. Tulisikia tena ushuhuda mwingine, mwanamke aliyekuwa ana kitu kimepandikizwa tumboni kikatoka. Tulisikia shuhuda mtoto aliyekuwa mpotea miaka 12. Tumesikia shuhuda za mtoto ambaye alikuwa anatoka damu, mtoto yuko Kigoma. Tumesikia shuhuda nyingi. Yesu Kristo akuponye na wewe popote pale ulipo unaposikia redio hii. Akufungue, akupe neema, akusaidie katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Aliyemtendea mama huyu akutendee na wewe, aliyemfungua moyo akufungue na wewe, aliyemsaidia akusaidie na wewe, aliyemtendea akutendee na wewe, kwa jina na kwa nguvu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Amen, amen and amen. Mtu wa Mungu, pale unapotusikiliza, namba zetu za mawasiliano hapa redioni ambazo unaweza kutuma meseji, na pia unaweza kutuma meseji hii hata baada ya kutoka hapa redioni, na tukakuhudumia kabisa kwa maombi, maombezi na malezi ya kiroho. Namba zetu ni 0618 67 12 73, 0618 67 12 73. Ikiwa umetusikiliza mwanzo mwisho na unasema unatamani kuokoka na kumpa Yesu maisha yako, pia nitakuombea sala ya kumpokea Yesu, lakini pia nguvu za Mungu zaingia ndani yako. Lakini ikiwa umetusikiliza na unasema hauna kibali, unatamani Mungu akupe kibali, Bwana atakupa kibali. Naona kuna simu inaingia hapo, acha tumsikilize mtu wa Mungu huyu kwenye line. Hello, naona imekata, ametoka hewani. Haleluya. Naona ametoka hewani. Mwingine anapiga huyu. Hello. Malaba, unaendeleaje? Salama, Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Geita. Amen. Mungu akubariki. Karibu sana. Mungu akubariki. Yesu Kristo akufunike. Ndio. Unaota ndoto gani? Ndoto zangu naota watu waliokufa. Okay, unafuatiliwa na roho inaitwa roho ya mauti. Ndio. Nami kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu, funika macho yako nikuombe. Katika jina la Yesu Kristo naifukuza mauti, toka ndani yake, usikae, yeye sio makao yako. Levocatus umekuwa mzima na tumbo lako limepona, uzima umeingia ndani yako. Tukutane madhabahuni pa Bwana, funga safari, njoo umshukuru Mungu. Umepona na umekuwa mzima. Huduma yetu na kanisa letu lipo Mwanza Mahina. Ndio, karibu sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Mungu ambariki Levocatus. Anasema anaota ndoto za wafu. Sio tunapoota uko na wafu, unaota watu wa zamani waliofariki miaka ya nyuma, ujue unafuatiliwa na roho ya mauti, na Yesu Kristo anatamani ya kutoka kwenye roho ya mauti. Wengine wanapiga simu kwenye line. Hello. Naam, karibu. Unaitwa na unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Mwanza, kwa majina ya Amos. Ndio, karibu Mr. Amos. Mimi mweza kuniombea kwenye ndoa. Ndio. Lakini ndoa haijatokea. Okay.
Okay, Bwana Mungu akufungue na Yesu Kristo arekebishe ndoa yako Bwana Amos. Na kukaribisha pia madhabahuni pa Bwana, mahali utakapata malezi ya kiroho na utapata mafundisho mbalimbali, na Yesu Kristo atakufungua na tutakuombea. Lakini naona roho ya talaka inakufuatilia. Nami kwa jina la Yesu naifukuza roho ya talaka kwako Amos, kwa jina la Yesu. Ndoa yako haitaharibika kama ndoa za wengine zilivyoharibika, kwa jina na kwa nguvu ya damu ya Yesu. Mungu akubariki. Karibu madhabahuni pa Bwana. Yesu Kristo akufungue na uwe huru. Hautateseka tena. Ndoa yako Yesu Kristo ataifundisha na ataijenga upya tangu sasa. Amen. Nimependa sana maombi ya mtu huyu. Unajua maandiko yanasema asiye wajali watu nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Lakini nakuombea kwa sababu na ujali ndoa yako, Yesu Kristo aifanye ndoa yako kuwa imara. Hello, kwenye line. Na unaitwa na unapiga simu kutoka wapi? Hello, unaweza kuongeza sauti yako kidogo? Naitwa Irene kutoka Ndofe Igombe. Irene kutoka Ndofe Igombe. Igoma. Kutoka Igoma. Ndio, karibu sana Irene kutoka Igoma. Miguu inakusumbua, pole. Yesu anakuponya sasa hivi. Nataka usimame na ufanye kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Ndio. Simama pale ulipo, fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Kama ulikuwa huwezi kukimbia, kama ulikuwa huwezi kuruka, anza kuruka, alafu utaona upako unashuka hapo ulipo, unapona. Sawa, umesimama? Nimesimama. Ndio, anza. Kama ulikuwa huwezi chuchumaa, alafu uniambie nini kinafanyika. Ndio. Nini kinafanyika? Yesu Kristo amekuponya kwa jina la Yesu Kristo, na kutangazia uzima, hautaugua tena. Hiyo miguu Yesu ameiponya. Tukutane kwenye madhabahu ya Bwana, umshukuru Bwana. Amen. Mungu akutunze na kuhifadhi. Uzima huo ndio umekuja na ndio umekwisha, hautaugua tena. Amen, amen and amen. Mungu wabariki watu wa Mungu, na Mungu wabariki. Naona simu zinaendelea kuingia. Wacha nisome message pia kidogo. Yeye anasema Bwana Yesu asifiwe, nina changamoto kwenye ndoa. Yesu Kristo arekebishe ndoa yako, ninakuombea isiwe kwako talaka. Yeye anaitwa Graminus Gosbat kutoka Nyashishi. Mchungaji, naomba uniombee sana sana sana, tena sana. Kwa sasa nina miaka 3, kila nikishika kazi linatokea jambo lolote la kunifanya nisimame kazi. Hata mwezi uliopita kazi yangu iliisha nusu mwezi, nikaondoka wakati niko vizuri kiafya, kitabia na kimalezi na malezi. Nisaidie. Nimelia sana, nimebaki kushangaa tu. Unaibiwa kibali na shetani, na naona kuna kitu kinakufuatilia, mambo ya ukoo na familia, roho za ukoo, maskini wa ukoo na kwenye familia. Inakutenganisha na kitovu cha umasikini, inakutenganisha na laana za ukoo kwa jina la Yesu. Yesu Kristo akuponye tangu sasa, uwe mzima na uwe hai tena kwa jina la Yesu. Ninatamka roho ya utajiri na kuinuliwa. Naona Bwana ananiambia ndani yako kuna hatima kubwa Bwana ameweka, lakini adui shetani anaikamata. Yesu Kristo akufungue. Yeye anasema naitwa Digna kutoka Maina, nabarikiwa sana, tunabarikiwa sana. Mungu awabariki na wainue. Bwana Grimanus, naona kuna hatima kubwa mbele yako na shetani anajaribu kukuibia hatima hiyo. Nami kwa jina la Yesu Kristo ninaifunika kwa kibali cha Mungu. Tumesoma kitabu cha Zaburi, maandiko yanasema Bwana anamfanyia mtumishi wake kibali kama ngao. Nami nakufunika Griminus kwa kibali kama ngao. Popote pale utakapoenda ukubalike, kazi zifanyike, mapato yaje na uinuliwe. Tutakutane madhabahuni kumshuhudia na kumshukuru Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen and amen. Anasema naitwa Luga kutoka Mwanza, nami napata kazi baada ya mwezi mmoja zinaharibika. Hiyo ni kuibiwa, ni kibali kimeibiwa na shetani. Anataka kukufanya kukufunga kwenye kongwa la utumwa wa maskini. Ninakukomboa katika kongwa hilo kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu la. Sawa sawa na tunavyotuma message na kupiga simu hivi, nataka tukimbizane madhabahuni. Wajanja wanakimbizana na wanapishana kwenye madhabahu ya Bwana ili kutafuta rehema na neema ya Mungu itakayowasaidia wakati wa mahitaji. Malango ya masaa haya, nataka nikuombee wewe uliyesikiliza kipindi hiki. Lakini kabla sijakuombea pia nataka nikualike
kanisani. Kanisa liko Maina Alliance Girls Shiloh Prayer Center and Church. Huyu anasema niombe baba yangu, nimepigwa kiuchumi, niko zero kabisa, na kutoa kwenye zero ninakuinua, na Yesu Kristo atakufungua na nitakufundisha na nitakupatia maarifa, na utaanza kazi na biashara, na Mungu atakuinua kutokea hapo. Hautarudi nyuma tena kwa jina la Yesu. Hautarudi nyuma tena. Hallelujah. My God, I feel the power of Lord Jesus Christ. Nasikia nguvu za Bwana Yesu Kristo, na ninataka niziachilie nguvu hizi zikufikie popote pale ulipo kwa maombi. Funika macho yako popote pale ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wewe ni Mungu zaidi, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni ngome, hakuna ngome nyingine kama wewe. Wewe ni ngao, hakuna ngao nyingine kama wewe. Wewe ni kimbilio la wote wanaokutegemea. Wewe ni kimbilio la wote wanaokukimbilia. Bwana, tazama waliopiga simu, wanaotuma meseji, wanakukimbilia na wanajua kabisa hawana msaada ila wewe. Hawawezi kwenda kwa waganga, wanakutaka wewe. Hawawezi kwenda kwa wachawi, wanakutaka wewe. Hawawezi kwenda kwa abudu sanamu, kwa wasoma nyota, wanakutaka wewe. Wanakutaka wewe Yesu, wanataka msaada wako. Nami Bwana ninauliza mbingu ziingilie kati maisha yao, ziingilie kati ndoa zao, ziingilie kati hatima zao, ziingilie kati biashara zao, ziingilie kati masomo yao, ziingilie kati maisha yao. Mbingu ziingilie kati na ziwasaidie. Mbingu ziingilie kati na ziwasaidie katika jina la Yesu Kristo. Natangaza msaada wa mbingu kwenye maisha yao, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye masomo, kwenye uchumi, kwenye kazi, kwenye huduma. Mbingu ziingilie kati katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen and amen. Shalom. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane madhabahuni. Namba hizo ni 0618 67 12 73. Na kupenda. Mungu akubariki. Bye bye.